Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia tuyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi. Leo tumekuwa wiki tunaangalia kitabu cha Yoshua, lakini tunaangalia specifically zaidi Mungu anatupigania. Amen. Tunaona namna gani ambavyo amekuwa akitupigania tokea kuharibu wale ambao wanaharibu nchi, kutupatia amani, kutusaidia pia katika kumuona kwamba yeye ndiye mtoa hukumu au mwenye haki kwa juu. Muda huu leo tunaangalia mfalme. Amen. Kwanza mfalme wa amani. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni, asante kwa baraka zako tele, asante kwa neema kubwa. Tunaomba utuonyeshe amani ya kweli tukayo na wewe. Amen. Tukaishi maisha ya kuweza kuwa na furaha katika wewe. Na wewe ndio uwe chanzo cha furaha, sio kitu kingine. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Unamkumbuka amiri jeshi aliyekutana na Yoshua katika Yoshua sura ya 5? Ni nani? Yoshua sura ya 5. Yule amiri jeshi, yule amiri jeshi alikuwa anasema yeye ni malaika. Kwanza inamwita malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana. Sio Yesu. Ni mfalme wa amani au wa vita? Yule ni mfalme wa amani. Mfalme wa vita. Ni mfalme wa vita ya amani. Mfalme wa vita ya amani. Tutarudi pale tena. Sasa tuende kwenye title au utambulisho wake huu, mfalme wa amani katika Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Anatabiriwa atazaliwa huyu, anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Sasa nisomee hapo 11, sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 5, uone jinsi atakavyotawala. Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mzizi yake litazaa matunda. Na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Yawe, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake. Bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili. Naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Kwa pumzi ya kinywa wake atawaua wabaya. Na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia. Umeona wasifa wake? Roho ya hekima, roho ya ushauri, roho ya uweza, roho ya nguvu. Ila anaua pia. Anaua wabaya kwa njia gani? Anakupumzi. Sasa angalia mfalme, kuna kisa kimoja katika tutasoma hapa, lakini katika mwongozo umetajwa katika Wafalme wa Pili sura ya 6, sura ya 6 mstari 16 mpaka 23. Pata kidogo kisa kizuri cha mfalme wa amani, anavyotawala, anavyoleta amani, anavyoangamiza wabaya wake kwa pumzi yake. In fact anaangamiza kwa kuwafanya marafiki. Kima ya ajabu, shauri wa ajabu. Hapa kulikuwa kuna jeshi la Wasiria, Shura. Walikuwa na vita vya mara kwa mara na ufalme wa Israeli. Vya mara kwa mara. Walikuwa ni maadui wa kudumu. Na Elisha alikuwa anatoa siri. Na wao wakasema mtoa siri huyo mdomo mwenye kidomodomo huyo tunaenda kumvamia. Wakaenda Dothan, wakaenda kuzunguka mji wake, wakasema atoke tunamaliza. Elisha akaomba kwa Mungu. Akijua majeshi ya Bwana mfalme wa amani yako pamoja na amiri jeshi yuko na ufalme wake. Unajua aliomba? Bwana naomba wafunge macho wasione. Pigo pofu. Tafuta nyumba hamna. Akapiga simu, hakuwa kuna simu, lakini akatoa taarifa kwa mfalme wa Bwana, maadui zako wako hapa. Akasema waangamizwe. Akasema hapana. Akasema wape chakula. Akawapeleka pale, akasema wape chakula. Wakashiba. Walikuja na mapanga na marungu na nini waje kuangamiza Elisha, waje kuangamiza Israeli. Lakini wanarudi kwa mfalme wao na habari njema. Wametukarimu wale. Wametukaribisha nyumbani.
wametupa chakula. Walipofika kule kwa yule mfalme na hizo ripoti, anasema ndio ukawa mwisho, hawakurudi tena kufanya vita, na amani ikatawala. Unaona jinsi anavyoangamiza wabaya kwa pumzi ya kinywa chake. Hiyo ni positive side, kwamba amewageuza, ni ile ya chanya. Amewageuza, injili au neno lake linageuza majangili wabaya. Wanasema jibu la upole linageuza hasira. Unakumbuka hivyo? Yaani amani ya Kristo ikitawala, fujo haitawali, uovu hautawali. Na hii amani inatoka kwenye pumzi. Sio tu amani unakuwa nayo moyoni, anasema mimi niache na amani yangu, mimi usijoke niendelee amani. Ni amani ambayo inatoka kwenye pumzi, hai, uzima, amani, pole, rehema, nguvu, na inaenda kufanya kitu kwa maadui zako, inawaangamiza. Lakini wale wanaokataa amani inakuwa ni sema kwa nyingine ni uharibifu wao. Yaani kuharibiwa, kifo, kinyume cha amani. Yesu alipokuja alileta injili ya amani. Jamani, ufalme wa Mungu umekaribia. Yohana alisema katika Mathayo sura ya 3 kwamba anakuja, anapepetu, ngano atakusanya ghalani, makapi tupa motoni. Akaongeza na picha nyingine akasema shoka liko kwenye shina, mti usiozaa anauangusha chini. Lakini alipokuja alianza tu, ufalme wa Mungu umekaribia. Makahaba, watoza ushuru wote wanamkimbilia. Akasema hawa wasio na nguvu, ufalme wa Mungu ndio wao. Hawa wasio na cha kujivunia, wasio cha kushika, ufalme wa Mungu ni wao. Lakini wale ambao walikuwa wanajiona kwamba wao wanazaa matunda, wao hawamhitaji Kristo, wao hawahitaji toba, hawahitaji kubadilika. Kwenye mwishoni mwa kitabu cha Mathayo unaona Mungu anasema, nimetafuta mara ngapi kuwakusanya, kuwaleta kama taya la kukusanya. So moto unakuja, ghadhabu inakuja. Yaani upole wangu na hii ofa ya amani ni kwa ajili ya ulinzi wenu kama vifaranga chini ya paa. Sasa amtaki nyumba yenu na iacha ukiwa, au uwepo wangu mfalme wa amani nikiondoka, fujo inakuja, Kaisari anakuja. Na kweli ndani ya kizazi kile alikuja Mrumi pale, akaja kuondolea amani. Umeona jinsi ambavyo anavyoangamiza adui zake. Kwa hiyo hata injili sasa hivi inavyoenda hivi, hii injili ni kwa ajili ya amani ya nyumba yako. Amani ya nyumba yako. Ukipokea amani inatawala. Ukikataa unazidi kuwa mgumu. Kwa hiyo uharibifu unakuwa na uhalali wa kuja. Kwa sababu anasema hao wamekataa amani, wanataka fujo. Na fujo ni hii. Kwa hiyo unapewa unachokitaka. Unasema kwa kweli naona namna gani ambavyo hata mfano wa kwenye kitabu cha Wafalme wa pili hiyo, lakini pia na Yesu Kristo mwenyewe. Mungu wa mbinguni anatupatia nafasi kwanza ya rehema kwanza. Sasa kukataa kwetu, mimi nisema hata tusimlaumu. Uharibifu unapokufikia ni kwamba unautaka mwenyewe. Ni rai sasa kwetu sio hii. Kukubali injili ya amani, ufalme wa amani. Na hivi ndio ndivyo ufalme wa Mungu unavyotaka, sio kwa mabavu na manguvu, bali ni kwa amani, kusambaza upendo wa Mungu, kusambaza rehema zake, kutangaza fadhili zake katika dunia hii. Na tunavyoupokea inakuwa ni heri kwetu. Amen. Rafiki yangu, sijui kanisani kwenu, katika jumuiya yenu, ufalme wa amani amechukua nafasi ya kutosha. Mahubiri ya rehema, mahubiri ya upendo, mahubiri ya amani yamechukua nafasi ya kutosha kabla ya makemeo na mambo ya kuita hukumu haraka. Tumruhusu ufalme wa amani achukue nafasi katika nyumba zetu za ibada, katika nyumbani kwetu. Amani ipewe nafasi, ichukue nafasi, ifanye kazi yake. Amina. Baba yetu mfalme wa amani, na uliyemtuma mfalme wa amani kuwa kati yetu, kututengeneza kufanya wajumbe wa amani, tawala sasa. Amen. Hata kwa mtoto wako ambaye hana amani moyoni, naomba ukampatia amani ikatawale, ili mji wake nao ukapone, ndoa yake ikapone,
wakapone, watoto wake wakapone, nuru yako ikaangaze, haki yako ikatawale. Baba, tunakushukuru kwa kuwa unatujibu na watoto wako wanapokea. Ukatulete tena kesho kwa neema na mafunuo kama haya, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji na kutoka kipindi hichi. Leo tumefikia tamati ya somo la Alhamisi. Kesho ni Ijumaa, kujibu maswali ambayo tutatoa katika mwongozo wetu huu. Amen. Na tutahitimisha somo la kesho. Amen. Mimi ni Aldo Rubinza. Na mimi ni Enos Makalindile. Karibu tena siku ya kesho. Amen. Bariki. Amen.